majina naitwa Kalunde Selemani, official kama Kalunde, jina linalojulikana kwa watu wote, mtu yoyote kuniulizia Kalunde kuanzia stendi ya Makabe mpaka Kibaha kote unanifahamu kwa jina hilo. Kwa mimi kazi hii nimefanya kwa muda mrefu, si chini ya miaka 5. Ni muda mrefu, na kazi hii kwa upande wangu mimi naipenda, ina manufaa kwangu, ina faida kwangu, na iheshimu kutokana ajira ni ngumu kwa sasa, kabili wanawake tujichanganye kufanya kazi hii. Na pia natoa rai kwa vijana ambao hawataki kujishughulisha, waweze kuamka na kutoka majumbani kutafuta pesa, wafanye kazi ambazo ni halali, kwa sababu maisha sasa hivi ni magumu, kwa sababu ajira ni ngumu. Kwa ushauri wangu kwa vijana, watoke waweze kufanya kazi ambazo ni za halali, maana kazi ziko nyingi za kufanya ambazo za shortcut unapata hela kwa urahisi. Hasa hizo kazi sio nzuri kwa vijana wa sasa. Mimi ni mama wa mtoto mmoja na pia natarajia kupata mtoto mwingine wa pili kwa kutokana na hali yangu ya makijacho, lakini bado naendelea kuja Mbezi kufanya kazi yangu ya ukondakta. Ina maana sasa hivi kwa sababu ya hatua ambazo nimefikia kufanya kwenye magari siwezi, niko chini Mbezi stendi napiga debe, ila Mwenyezi Mungu akifanya wepesi nikishashusha mzigo nitarudi kufanya kazi kwenye magari, na ni mzoefu kwenye daladala, kwenye makosta, kwenye mabasi ya mkoa, kote kwa nimeshafanya kazi. Changamoto za hizi kazi kiukweli ni ngumu. Changamoto zipo, tena changamoto ni ngumu. Kuna kudharaulika. Yaani kazi unaweza ukafanya mtu akakuchukulia kama mtu fulani hivi poa poa, mtu ambaye ni hauna maisha. Yaani kazi tunadharaulika kutokana na abiria. Ila mimi ninachoshukuru Mwenyezi Mungu kanipa kipaji ambacho najua kumsoma kila aina abiria. Abiria mimi ukija kiuchizi basi mimi labda nitakuwa chini, nitakuwa mpole, nitakusikiliza, nitakuwa chaka malivyo kwa sababu ni abiria wa mpito. Kwa upande wangu mimi kwenye changamoto hizo kwangu naona ni za kawaida. Zipo nyingi na ni za kawaida. Unaweza ukapakia hivi abiria akakujibu shita, akakujibu shombo na nini wewe hivyo yani. Kiukweli kwa upande wangu mimi abiria, mfano kama nakupakia kama abiria wa Kibaha, nauli ni shilingi 800. Ukija na 700 au 600, yani mimi kwanza nitakutazama tu. Maana kwa sababu sitojibizana na wewe mbovu, kwa sababu mimi kwa siku naweza nikapakia abiria zaidi ya 100. Kwa hiyo nikisema naweza kujibizana na abiria, nitajibizana na abiria wengi sana. Cha msingi tu mimi nawapoteza na acha kama walivyo. Na hiyo kudharaulika, watu wanatudharau. Mtu akiona anafanya kazi ya kondakta, mtu anakudharau. Mtu akija Mbezi hivi unapiga debe, anaweza akapita hivi abiria sasa hivi, akuuliza inaenda wapi? Hajakusalimia wala nini. Kwa hiyo sisi woga unapokuja ndivyo tunavyokupokea. Kwa upande wangu mimi changamoto kama hizo kwangu mimi ninaweza kuzikabili, ninaweza kuzimudu. Nimekupitiliza kituo, kama sijatangaza kituo sawa, nitakomba msamaha. Ila kama nimetangaza kituo, nitakuacha, utaongea, utatukana, ila utashuka tena na safari zako zingine. Ila mimi ninachoangalia kwangu mimi ni riziki. Napataje riziki? Mwanangu aweze kusoma vizuri, aweze kula vizuri, kuishi vizuri. Hicho ndicho ninachotazama. Ila kwa changamoto ni zipo, lakini tunazicrash. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.